J Studio inawaletea. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, kama qala azza wa jalla fi muhkam kitabih بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wazee wangu na ndugu zangu katika Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mwanamume kuwa amemfadhilisha kwa uwezo juu ya mwanamke, na akampa jukumu mwanamume kwamba yeye awe ndiye mlinzi wa mwanamke, kwamba yeye awe ndiye msimamizi wa mwanamke, na kwamba yeye awe ndiye mwenye kumhifadhi mwanamke. Aliposema kwenye Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, kwamba wanaume ndio walinzi, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa nini? Kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha kwa uwezo mmoja juu ya mwingine. Na pia akasema Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya kutoa mali zao katika kuwasimamia wanawake. Sote tunajua kwamba katika dini yetu kwamba baba ndiye msimamizi wa familia, yeye ndiye msimamizi wa mke wake, yeye ndiye msimamizi wa watoto wake. Wa ala mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na ni juu ya mzazi mwanamume rizquhunna, riziki zao, wa kiswatuhunna, na mavazi yao, bil ma'ruf, kwa sharia. Na pia tunajua ya kwamba mume ndio msimamizi wa mke, na lau baba ataondoka au baba hatokuwepo, basi ni mtoto wa kiume ndio ambaye ndio msimamizi wa mamake, ni mtoto wa kiume ndio msimamizi wa akhawati wake. Bora tu wale akhawati aidha hawana mume, ama wameachwa, ama wameondokewa na waume zao. Na Mwenyezi Mungu ambaye tuamjua kwamba hana uume wala hana uke, amejisifu kwa sifa ya rujula, amejisifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya uume, ingawa tunajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana uume hana uke, lakini akachagua sifa ya uume kujisifu yeye mwenyewe. Huwa Allahu, hakusema hiya Allahu, huwa Allahu. La kutanabahi ndugu zangu na wazee wangu ni kwamba hali hii ya kwamba mwanamume ndiye msimamizi wa familia na jamii huenda kabadilika huko mbele, ikiwa haijabadilika hivi sasa. Kwa sababu kwa kiasi fulani hivi leo tunakuta kwamba wanawake wanaanza kubeba majukumu ambayo majukumu yale kisharia ni majukumu ya wanaume.
Na tatizo hili, moja sababu ya kwamba leo wanawake wamekuwa na uwezo zaidi ya wanaume ni ile campaign na juhudi na umakini ambao uliwekwa katika kumlea na kumwangalia mtoto wa kike kwa hasara ya mtoto wa kiume. Tunajua sisi kwamba huko nyuma tulikuwa na campaigns of the female child, kwamba kwa sababu mtoto wa kike alikuwa amesahaulika, zikaja juhudi na umakini zaidi wa kumwangalia mtoto wa kike. Imekuwa sasa mtoto wa kike ana uwezo, has been empowered more than the boy child. Amepewa uwezo zaidi ya mtoto wa kiume. Na hii mwanzo ni kwa sababu ya fikra ambayo sisi kama wazazi, sisi kama walezi, sisi kama wasimamizi, kwamba mtoto wa kiume ana nguvu zaidi ya mtoto wa kike. Kwa hivyo mtoto wa kiume anaweza kujilinda na mtoto wa kiume anaweza kujisaidia mwenyewe, kinyume na mtoto wa kike. Hii ni hakika. Lakini kwa kiasi fulani tumemdhulumu mtoto wa kiume, labda sio kwa kutaka kwetu, lakini kwa sababu ya mazingira na wimbi ambalo lilokuja la kumwangalia zaidi mtoto wa kike, tukamsahau mtoto wa kiume. Leo tunaona athari ya kusahauliwa mtoto wa kiume, kwamba wenye kuendelea zaidi ni watoto wa kike, wenye kusoma zaidi ni watoto wa kike. Na hili sio chini huku peke yake, mpaka juu. Kwa wale ambao wanajua mimi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, na ninapoangalia darasa ninakuta kwamba kwa Waislamu watoto wa kike ni zaidi kuliko watoto wa kiume katika madarasa ya vyuo vikuu. Na alhamdulillah watoto wetu hata wakija vyuo vikuu wanajihifadhi. Kwa hivyo nawajua tu, utakuta takriban watoto 5 wa kike wamekaa pamoja na hijab zao, huku watoto 5 wengine wa kike wamekaa na hijab zao. Lakini mtafute mtoto wa kiume, mpaka mtafute yule mmoja, yule wa pili, yule wa tatu. Takriban kwa watoto 10 wa kike ambao wako katika madarasa yetu, 3 ndo wa kiume. So the ratio of boys to girls, even in the top learning institutions, is 3 to 10. Katika watoto 13, 3 watakuwa na kiume, 10 watakuwa na watoto wa kike. Athari ya kumsahau mtoto wa kiume kwa malezi ni kwamba vurugu sasa zinazidi, fujo zinazidi, wizi unazidi, uhalifu unazidi, ndoa zinavunjika, kwa sababu mtoto wa kiume hajui kujimudu, hawezi kujisimamia mwenyewe. Kefu ataweza vipi kusimamia familia? Kutumia madawa kulevya unazidi, kumdhalimu na kumnyanyasa mke kunazidi, kinyume na sharia za nchi na kinyume na sharia za dini yetu. Kwa nini? Kwa sababu tumemsahau mtoto wa kiume. Labda kwa sababu mtoto wa kike ni dhaifu, na kwamba sisi kama walivyokuwa kichelea Makureish aibu, na sisi tuchelea aibu vile vile, kwamba atalindwa mtoto wa kike. Utataka kujua mtoto wa kike yuko wapi, lakini mtoto wa kiume hatuna habari, kwa sababu mtoto wa kiume hawezi kutuletea aibu katika majumba yetu. Imekuwa leo, na hii ndo hasara au hatari ambayo iko huko mbele,
kwamba mtoto wa kiume mwenyewe hataweza kujisimamia, kefu ataweza kusimamia familia. Wazazi wa kiume tumewaachia malezi wazazi wa kike. Wazazi wa kiume tumewaachia malezi watoto wazazi wa kike. Ulama wakisema rizquhunna si riziki ya chakula peke yake. Kulea si katika nguo na chakula peke yake. Kuna bongo la mtoto yule, kuna adab ya mtoto yule, kuna tarbia ya mtoto yule, kuna kumwongoza mtoto yule. Na nadharia yangu, my theory, ni kwamba tulianza kupata pigo hili wakati wazee wa kiume ilibidi wasafiri kwenda nchi za Kiarabu kwenye kazi, kutafuta kazi. Ikawa kuna pengo hapa, ikawa mama sasa ndiyo baba na mama pia ni mama. Kuna mambo ambayo mama ataweza kumfundisha mtoto wa kike lakini hawezi kumfundisha mtoto wa kiume. Na wewe baba, kuna mambo ambayo utaweza kumsaidia mtoto wa kike na mengine huwezi. Kama vile ambavyo tunawalea watoto wetu wa kike wawe ndio wasimamizi wa nyumba zao, basi lazima na sisi tumlee mtoto wa kiume awe ndio msimamizi wa familia. Allah amesema bima fallala Allahu ba'dahum ala ba'd. Kuna vipeo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanamume, hakumpa mwanamke. Ndio sisi tunasema wakati watu wanaposema kwamba tunataka usawa, we want equality between men and women, sisi tunasema kwamba hatuwezi kuwa na equality because men and women are not identical. Hatuwezi kuwa na identical rights. We can have equal rights but not identical rights, because men and women are not identical, but we are equal. The same thing when it comes to the boy child. Malezi ya mtoto wa kiume ni tofauti na malezi ya mtoto wa kike. Ukimwangalia Nabii Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kisa cha Nabii Ibrahim na Ismail. Wakati Nabii Ibrahim ameoteshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kumchinja Nabii Ismail, Allah atuambia kuhusu Nabii Ismail, alipofikia makamo, Nabii Ismail alipofikia makamo ya kushughulika naye Nabii Ibrahim. Maana nini? Kwamba mitume walikuwa wakiwaweka watoto wao wa kiume karibu na wao, karibu na wao. Leo mtoto wa kike yuko karibu na familia, lakini mtoto wa kiume yuko nje. Atakuwa na walezi wa nje. Najua kuna msemo wa Kiswahili sema asiyefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu, lakini ulimwengu wa sasa haufunzi mazuri. Changamoto ambazo tulikuwa nazo sisi si changamoto ambazo vijana wetu wanazo hivi sasa. Sayyidina Ali radhiallahu anhu katika nasaha zake akiwaambia kwamba watu wake kwamba nyinyi mwataka kuwalea watoto wenu kwa zama zenu, ilhali zama zimefanya nini? Zimebadilika. Times have changed. Nyakati zimebadilika. And we have to bring our children based on the times that we are in, not our times. Zamani tulikuwa sisi hatuna changamoto ya mitandao, tulikuwa hatuna changamoto ya social media, tulikuwa hatuna walezi wengine. Walezi ni mzazi na wazee wa mtaani na skuli, lakini leo kuna walezi 111. Tujiulize,
Je, jamii yaelekea wapi ikiwa watoto wavulana ambao tunawalea hawawezi kujisimamia wao wenyewe? Kefu wataweza kusimamia familia? Mimi nimefurahi jana nilipokuwa na Ustadh Kea aliponiuliza, je, mada yako ni ipi? Nikamweleza kwamba mada yangu itakuwa ni mtoto wa kiume aliyesahaulika, the boy child who has been neglected. Basi tukazungumza kidogo, akaniambia katika jambo ambalo linalofurahisha ni kwamba hapa Majengo, na kuna baadhi ya watu labda wadhani mimi ni mgeni, la, mimi ni mwanati wa Majengo, nimezaliwa Majengo, nimesoma kwa Maalim Shafi rahimahullah, nimesoma kwa Maalim Qasim, nimesoma kwa Sheikh Nasr Khamis, kwa hivyo hapa ni nyumbani. Akaniambia, profesa, mimi nakwambia sasa vijana wetu upande wa uhalifu wametulia, hatuna matatizo ya vipanga na magengi kama katika mitaa mingine. Jana nilikuwa na Sheikh Dor tukizungumza, sijui ni mtaa gani vijana wamepigana vipanga wakati wa dhuhuri. Alhamdulillah, hii yote ni kilio cha mtoto wa kiume. The boy child is crying out. Mtoto wa kiume sisi tunaona kwamba akikosea nidhamu, kukiwa na utovu wa adabu, haya ni mapito ya maisha, yatapita haya. Ni ujana huu, yatamalizika, athari yake hubaki. Unfortunately yatapita haya, ni ujana. Lakini ni kilio cha mtoto wa kiume, kilio kwamba jamani, mumenisahau, niangalieni na mimi. Na si kilio tu, na ni malipo juu yetu sisi kwa sababu ya kumsahau. Ndo anaingia katika maovu, anaingia katika balaa, anaingia kwenye vurugu, anaingia katika wizi, anaingia, subhanallah. Je, mimi kama mzazi, nawe kama mzazi, tukisikia kilio cha mtoto wa kiume, mimi kama mlezi na wewe kama mlezi, wakisikia kilio cha mtoto wa kiume, ama msimamizi wakisikia kilio cha mtoto wa kiume, lazima tuamke, lazima tuamke, tufanye uadilifu katika kumlea mtoto wa kike na pia kumlea mtoto wa kiume. Tusimsahau mtoto wa kiume, athari yake ni kubwa sana kwa jamii. Tusimsahau mtoto wa kiume. Wazazi wa kiume wajaribu kuwaweka karibu watoto wa kiume. Leo watoto wa kiume, tulikuwa tunastadhikea jana kwamba mtoto form 4 wa kiume yuko barazani, yuko nje, apiga story, ateza michezo ambayo hayatomfaidi yeye katika maadili wala katika maisha yake. Kwa nini na sisi tusiweke mkazo kwa watoto wa kiume kama vile watoto wa kike? Jana alhamdulillah nilibahatika kupanda juu baada al-maghrib, nikaona vijana wadogo wadogo wa kiume na wa kike wamekuja kufanya tuition hapa, class 8, takriban 150, class 8 150. Upande huu form 1, 2, 3 and 4 sikumbuki ni wangapi Ustadh Kea. Huku kwa class 8 kama sikosea, labda wanawake wanashinda kidogo tu wale wanaume, lakini huku form 1, 2, 3 and 4 nafikiri kwa kila mtoto mmoja kiume walikuwa watoto wawili wa kike wako. As an academician, I was very happy. Nilifurahi juhudi hii ambayo inafanywa na msikiti huu kuwalea watoto katika masala ya elimu. Sisi ni umma wa elimu, na hapa ndio tulipofeli kwa mtoto wa kiume. Watoto wa kike wanaendelea kielimu, lakini mtoto wa kiume amebaki nyuma. Nikiwaambia vijana, na mimi nawaambia amri iliyokuja kwa Al-Mustafa
sallallahu alayhi wasallam haikuja kwamba aamini. Amri ya kwanza haikuja kwamba aamini. Amri ya kwanza ilikuja ni iqra, soma. Soma. Aambiwa mtume fa'lam annahu la ilaha illa, fa'lam, jua. Hakuambiwa amini, fa'lam, jua. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, la. Je, wako sawa wale ambao wanajua na wale ambao hawajui? Sisi umma huu ni umma wa uongozi. We are an umma of leadership. We are not supposed to be an umma of followership. Sisi ni kuongoza, lakini hatuwezi kuongoza bila nini? Ya elimu na ujuzi. Na viongozi wa mbele huwa ni wanaume mwanzo, alafu nyuma ndio wanawake. Tumesifiwa sisi, Allah subhanahu wa ta'ala ametusifu akisema kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kwamba nyinyi ndio umma bora. Umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio umma bora uliotolewa kwa ajili ya kuwanufaisha watu, linnasi, sio lilmu'minin wala lilmuslimin fakat, linnasi. Sisi ni kufaidisha watu. Kwa sababu gani? Taamuruna bil ma'ruf, mnaamrisha yale ambao ni mema, watanhauna 'anil munkar, na mnakataza yale ambao ni maovu. Vipi leo utaamrisha mema kama huyajui mema? Vipi leo utakataza maovu kama hujui maovu ni yapi? Vipi leo utakubalika na watu ikiwa wewe mwenyewe huna ilmu, hujasimama, shakhsia yako haikuruhusu wewe kusimama mbele za watu kama hukulelewa sawa sawa? Wazee wangu na ndugu zangu, tutakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhulma ambayo tunamfanyia mtoto wa kiume. I'dilu, Allah tuambia tufanye uadilifu, huwa aqrabu littaqwa. Uadilifu uko karibu na takwa. Tuwe uadilifu kwa mtoto wa kiume. Mwanzo tuwe na wakati ambao tutakaa na watoto wa kiume, wazazi wa kiume. Tuwe na wakati ambao tutakaa na watoto wa kiume. Tuzidi kujenga mahaba ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Leo wangapi katika watoto wetu wanajua sababu ya kuumbwa wao na Allah subhanahu wa ta'ala? Leo ni wangapi katika watoto wetu ambao wajua dauri yao katika ulimwengu huu iliyochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Wangapi katika watoto wetu ambao wajua kwamba kila anachofanya akifanya liajli Allah subhanahu wa ta'ala? Madrasa haitoshi. Madrasa ni mlezi kiasi fulani, lakini wewe mzazi ndio mlezi mkubwa kabisa. Pili, tuwaoneshe mapenzi watoto wetu wa kiume. Tuwaoneshe mapenzi. Baadhi ya wazazi wagumu kwa watoto wa kiume, lakini laini kwa watoto wao wa kike. Kwa sababu gani? Mtoto wa kiume lazima awe mgumu? La. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akionyesha mapenzi kwa watoto wa kiume. Kakake Anas ibn Malik, mdogo wake, alikuwa na ndege usfur, alikuwa na ndege, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu ni kiongozi wa dola. Mtume ni kiongozi wa dola, lakini ana wakati wa kumuuliza, ya Abu Umair, vipi ndege wako? Vipi ndege wako? Basi akimweleza hivi na hivi. Siku moja ndege akafariki. Mtume akapata habari kwamba ndege wa Abu Umair amefariki. Akenda kumliwaza mtoto mdogo, ati ndege amefariki. Dola nzima isimamishwa kwa sababu ya mtoto mdogo ana huzuni. Je, sisi tusimamisha kazi zetu kwa sababu tuamona kwamba mtoto wa kiume ana huzuni, ana fikra, anataabika?
Angalia namna alivyokuwa al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam na al-Hasan wal Hussein. Tuambiwa kwamba alipokuwa kiswali akisujudu humrukia. Hebu subutu kwetu sisi. Baba swali alafu mtoto wa kiume aje nini? Amrukie nyuma. Subutu. Na Mtume alikuwa hafanya akiwaruhusu kwenye swala wakimrukia, na akisujudu ataweka kando pole pole. Mmoja katika mabedui alimwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akionyesha upendo juu ya watoto, akamwambia mimi nina watoto sijui takriban sijui ni 10 ama 12, hata siku moja mimi sijawabusu kichwa chao. Mtume asema nifanye nini kwa yule ambaye moyo wake haukujaliwa kuwa na rehema? The first thing we need to do is show love to our children. Tukionyesha mapenzi, watoto wa kiume watakuja karibu na sisi. Isiye kama zamani tuambiwa mzazi anaingia nyumbani ameingia simba, hataki kusumbuliwa. Ittaqillah. Mzazi hataki kusumbuliwa. Ilmu wakati ni mdogo, ilmu ni kitu muhimu sana. Na hapa nataka kuwaeleza wazee wangu, tangu alipochukua khatamu za uongozi katika wizara ya elimu Matiang'i, matokeo ya wanafunzi katika kidato cha 4 yakawa mabaya. Watoto wengi wakawa wanapata alama za D, D-, D+ na C-. Na la kusikitisha kwetu sisi, tukiona mtoto amepiga D-, amepiga D, amepiga D+, tunaona kwamba ulimwengu umesimama. Hatujui tufanye nini. Ndio watoto ambakia kutairika katika mitaa, halafu hawa ndio ambao watakaooa, hawa ndio watakuwa kuwa mababa, hawa ndio watakuwa wazazi, hawa ndio watakuwa wasimamizi wa jamii. Hata mtoto akianguka mtihani, kama baba una jukumu wewe kumsaidia mtoto aendelee mbele. Watoto wa kike naliona liko, kwa watoto wa kiume kwa nini? Kwa nini? Mtoto akipata alama ya chini sio ndio mwisho. La, kuna njia badala za kuweza kumsaidia yule mtoto akafikia malengo yake. Bora tu awe na lengo. Awe na lengo. Hapa Majengo, najua mimi binafsi kwamba tumefanya kazi na wazazi 4 ambao watoto wao walipata alama za chini, hawezi kufika chuo kikuu. Leo wote ni magraduate. Wote ni magraduate. Mtoto amepiga D+, sio mwisho. Mimi nasema, na Ustadh Kia yuko hapa ni mwalimu, I don't believe that the examination process is the perfect way of assessing the capability and the understanding of a child. Mtoto amesomeshwa miaka 4, halafu leo in 3 hours you want to test that child what you taught him in 4 years. How? It's impossible. Halafu tukio lile moja ndio sababu ya mtoto kwamba maisha yake yote yameharibika. La, nawaambia wazazi wangu, njia ziko. Ikiwa mtu wa Nairobi aweza kufika Nakuru, na wa Mombasa pia afika Nakuru. Hata kama Mombasa iko nyuma Nakuru, iko nyuma Nairobi, atafika. Tusichoke. Mimi nauliza, kwa nini leo majumbani kwetu waingie mafundi ambao sio sisi? Electrician sio sisi, plumber sio sisi, carpenter sio sisi. Kwa nini? Na ilhali watoto wetu waweza kusoma fani hizi wakawa electrician, they can become plumbers, they can be carpenter, they can be master, they can be contractor. Why not? Na ikiwa mtoto ataka degree, they can get a degree. I assure you, apige hata D-, ataanza nyuma. Ataanza na certificate, aanze na diploma. Diploma itakuwa ndo sababu ya kuingia kwenye nini? Degree. It's possible. Kwa hivyo tusikose moyo. Walimu wako, tuulize shida ambao jamii yetu haina ni information, ndio hii ambayo inatuathiri sisi na watoto wetu. Na kama wazazi, watoto wetu wa kiume,
tuonesha tabia ambazo sisi tunataka wawe nazo katika familia yao. Ikiwa wewe nyumbani ni makelele, ikiwa wewe nyumbani ni kupiga, mtoto naye atakuwa na makelele, atapiga. Na pia kuna jambo nataka kuzungumza hapa. Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam tuwafundishe watoto wetu kwamba na wao nyumbani pia wana daur. Watoto wa kiume, leo mtoto wa kiume akionekana osha vyombo, inkuaje? Mtoto wa kiume akionekana fagia, inkuaje? Mtoto wa kiume akionekana yapika, inkuaje? Al-Mustafa akifanya hayo, huu ni mtume akifagia nyumbani kwake, akikamua. Kwa hivyo mfano bora, mpe majukumu mtoto wako, akufanyie kazi fulani, unamjenga. Mtume, leo nenda wewe shamba, leo supermarket nenda wewe, leo butchery nenda wewe. You groom the child to take over responsibility. Wakati huniruhusu, mlio wangu au kilio changu, tusimsahau mtoto wa kiume. Khasara kwa jamii itakuwa kubwa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Brothers and sisters in Islam, as at yesterday, 330,000 of our brothers and sisters in Palestine have been displaced. Over 1,000 have been killed. 474 of those killed are children. 6,000 are seriously injured. Ulimwengu, viongozi wa kilimwengu wa umagharibi wameunga mkono Israel kwa tendo lake dhidi ya Palestine. Na Netanyahu amesema wazi kwamba yeye anataka annihilate, kuifuta Gaza. Kwa hivyo hawajali, wakipiga waume, wakipiga wanawake, wakipiga watoto, kuvunja, hawajali. Nia yao ni kuimaliza Gaza. Na la kusikitisha ni kwamba kiongozi mmoja wa nchi ya Waislam, sisemi nchi ya Kiislam, nchi ya Waislam, akajasiri kusema kwamba sisi we don't mix trade and politics. Si hatuchanganyi biashara na siasa, na ni Muislam. Lakini alhamdulillah tunajua kwamba kuna dola za Waislamu ambazo zimekemea tukio la Israel, lakini haitoshi. Sisi kama Waislamu, si mara ya kwanza Israeli karibu kila mwaka hutokea majanga haya kupigwa, Palestine majanga haya kupigwa na Israeli. Lakini tukumbuka sisi wakati Waislamu walikuwa hawana nguvu, wakati Sumayya na Abu Yasir walipouliwa na Abu Jahal, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam aliwaambia sabran ya ala Yasir, subirini. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenyewe alipata matatizo, alipigwa Taif na mawe, akafukuzwa kwao Makka, ikabidi ende Madina, akapigana, lakini mwisho ushindi ulipatikana kwa Waislamu. Na sisi tunayakini kwamba ushindi utapatikana kwa Waislamu ndugu zetu Palestina. Kama Waislamu, muhimu ni dua, wasta'inu bisabri was-salah. Muhimu ni dua. Na sisi tuwaambia viongozi wa dola za Waislamu kwamba wana jukumu wao kuwanusuru ndugu zao wa Palestina. Unsur, ansema Mtume, akhaka dhaliman au madhluma. Na wataulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ambao sio wakuu wa dola, basi tuwasaidie kwa dua, na tuwaambie watoto wetu tarehe ya Palestina isije ikafa. Leo Israel yatafuta uhusiano na nchi za Kiarabu, nchi za Waislamu, ili fikra kwamba wao wamechukua ardhi ambayo si yao ipotee. Ile fikra lazima ibaki katika nafsi za watoto wetu.
Ikiwa sisi hatutaweza kuokoa Falastini, hujui labda katika vizazi vyetu vitakuja kuokoa Falastini. Kwa hivyo tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba awape nusra ndugu zetu Falastini, awape ushindi ndugu zetu Falastini. Tuendelee kuwaombea ndugu zetu Falastini, na mimi inshallah nina yakini kwamba inna nasrullahi qarib. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. أنت مولانا فانصرنا عن أعدائنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.